Atujalie moyo wa kuwa tayari katika mambo ya imani. Atujalie utayari wa kujitoa kwa ajili ya imani na kwa ajili ya kanisa. Hivyo tunapoadhimisha sikukuu hii ya leo, wazo letu la leo ni gharama. Neno moja tu, gharama. Naomba turudie kwa pamoja, gharama. Naomba turudie tena, gharama. Ndio wazo letu, neno moja tu, gharama, lakini litakuwa refu. Sasa gharama inaonyesha thamani ya kitu. Thamani ya kitu inaonyesha gharama, ndio inayoonyesha. Tukiwa eneo letu hapa Misozwe, chapati, kila mtu anafahamu chapati. Inauzwa shilingi ngapi? 200, 500. Lakini chapati hiyo hiyo ukienda uwanja wa ndege unaweza ukakuta inauzwa 5,000 au 4,000. Chapati ile ile, viungo vile vile. Kitumbua hapa kinauzwa labda shilingi 100. Lakini ukienda uwanja wa ndege kitumbua kile kile kinaweza kuwa kinauzwa 2,000, 3,000. Thamani inaongezeka kulingana na mahali kitu kilipo na inapotengenezewa. Kwa hiyo kila kitu kina thamani yake. Ndio maana nasema wazo letu la leo ni gharama. Kwa hiyo niombe sana, thamani ya kitu inabadilika kutokana na mahali ilipo. Wakati mwingine katika maisha yetu ya kawaida unaweza ukawa mahali hawakupi thamani yako. Unakaa mahali wanaona thamani yako ni ya kitumbua, yaani thamani yako ni ya 100, thamani yako ni 200. Lakini unaweza ukaenda mahali pengine thamani yako ikawa 3,000, wanakujua thamani yako. Thamani yako ikawa 5,000, wanajua thamani yako. Lakini nachotaka kumaanisha hapa ni kwamba sisi ni wa thamani kubwa. Sisi ni wa thamani kubwa. Yesu amezaliwa kwa ajili yetu na akafa msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo sisi ni wa thamani kubwa. Bei yetu si ya kitumbua. Sisi tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo, si bei ya kitumbua. Kwa hiyo sisi ni wa thamani. Tumpe Mungu makofi. Kwa hiyo tumenunuliwa kwa gharama kubwa, gharama ya damu. Na leo tunaposherehekea sikukuu ya Mtakatifu Yakobo Mtume Shahidi, na yeye aligharamika mpaka akawa shahidi. Huyu na yeye aligharamia. Kwa hiyo Yesu huyu tunayemtukuza siku ya leo, Yesu huyu tunayemfuata, kuna gharama za kumfuata. Ndio maana nasema wazo letu la leo ni gharama. Ndio maana Kanisa Katoliki tunaposherehekea kifo cha shahidi wetu Yakobo Mtume, kuna gharama, aligharamika mpaka akawa shahidi, alitumia gharama. Kawaida gharama inaweza ikawa fedha, inaweza ikawa fadhila. Kwa leo ningeomba katika maisha yetu tuone gharama za Ukristo. Tunaposherehekea sikukuu ya shahidi wetu, tuone gharama za Ukristo. Na unamsema unasema Chagure alishaaga dunia. Kwamba amezikwa wapi sijajua, labda tutafuatilia, lakini kuna gharama. Katika maisha kuna gharama. Hata walio katika ndoa kuna gharama. Katika kuishi katika ndoa kuna gharama. Kuna mtoto mmoja alimuuliza baba yake, akamuuliza, baba, hivi mahari ulilipa shilingi ngapi? Baba akafikiria, huyu mtoto anamaanisha nini kuniuliza mahari? Akamwambia, siwezi kukuambia kwa sababu mpaka sasa naendelea kulipa. Mama yako akienda nyumbani lazima ninunulie nyama, nalipa mahari. Akienda nyumbani lazima ninunue kitenge cha mama mkwe, bado naendelea kulipa. Akienda nyumbani lazima ninunue sukari, bado naendelea kulipa. Kwa hiyo naendelea kulipa mahari mpaka leo. Kwa hiyo akina baba na nyinyi mnaendelea kulipa mpaka leo. Mahari hayataisha, mtaendelea kulipa mpaka siku ya mwisho. Kwa hiyo kuwa baba mwenye nyumba kuna gharama. Kuwa mama mwenye nyumba kuna gharama. Kuwa mwanafunzi kuna gharama. Maisha ni gharama. Vya bure alishaaga dunia. Kila kitu kina gharama yake. Na Ukristo ni gharama. Kwa hiyo leo ningependa tuone baadhi ya gharama za Ukristo. Gharama ya kwanza ya Ukristo ni msamaha. Ndio gharama ya kwanza ya Ukristo, msamaha. Yesu Kristo ni mwenyekiti wa msamaha. Na leo tunasherehekea sikukuu ya kuzaliwa mbinguni kwa mwanachama wa msamaha, Yakobo Mtume. Na msamaha kawaida ni manukato. Msamaha ni kama ukanyaga ua lenye harufu nzuri, unabaki na ile harufu. Umelikanyaga lakini linakuachia harufu nzuri. Hii ndiyo msamaha ulivyo. Kwa hiyo msamaha ni kama perfume, ni kama manukato. Yaani unayakanyaga lakini yanakuachia harufu nzuri. Mtakatifu Stefano alipigwa kwa mawe lakini akasema, Baba uwasamehe dhambi hii. Yesu Kristo akasema, Baba uwasamehe kwa vile hawajui watendalo. Kwa hiyo katika msamaha, mtu anakutendea ubaya lakini wewe unampa jema. Mtu anakupa baya, wewe unampa jema. Huo ndio msamaha. Ndio msamaha ulivyo. Kwa hiyo ni kama unamwambia mtu, nipe baya nikupe zuri. Nipe baya nikupe linalopendeza.
ulinitukana, ulinisingizia, ulinitendea mabaya, lakini pokea wema, pokea msamaha. Ndio gharama ya Ukristo, ndio gharama. Na Yesu Kristo alifanya hivyo. Waliomfanyia ubaya, waliomsengenya, waliompiga, ni kama Ijumaa Kuu hata chai ya kupata, kwa sababu kwenye mateso hamna sehemu alipumzika. Kwa hiyo hata breakfast ya kupata. Yesu amedhoofika, lakini akasema Baba uwasamehe, na anawatetea kwa sababu hawajui watendalo. Kwa hiyo gharama ya kwanza ya Ukristo ni msamaha. Ndio maana yule mwizi msalabani aliposikia haya maneno ya Yesu, aliposema Baba uwasamehe, akasema Yesu unikumbuke. Akaona huyu mtu si wa kawaida, na Yesu akamkumbuka, akawa mtakatifu. Nilishasema tena, anaitwa Mtakatifu Dismas. Na tunamheshimu daima, ni Mtakatifu Dismas. Kwa hiyo msamaha ni manukato. Hivyo mpatie anayekuchukia manukato ya msamaha. Mpatie anayekubudhi manukato ya msamaha. Mpatie mwenye umbea na masengenyo manukato ya msamaha. Mpatie cha kubimbi manukato ya msamaha. Wajui watendao akawapa manukato ya msamaha. Akawapa neema ya msamaha. Kwa hiyo naomba sana gharama ya msamaha. Na Biblia inatuambia usikae na hasira kutwa nzima, usimpe shetani nafasi. Usikae na hasira kutwa nzima. Kuna watu wengine wana chuki. Si kutwa nzima tu, ila miaka 10, miaka 20, miaka 40 mpaka anakufa nayo. Si kutwa nzima tu. Wengine wanaridhisha mpaka kwa watoto. Anamwambia fulani msiongee naye. Kwa watoto hawajui chochote kinachoendelea, lakini umewaridhisha chuki mpaka kwa watoto. Lakini Biblia inatuambia usikae na hasira kutwa nzima. Maana yake jua lisizame ukiwa na hasira. Jua lisizame ukiwa na hasira. Sasa mwingine miaka nenda, miaka rudi, ni chuki tu. Hapana. Tuachie msamaha kwa watu. Ndio gharama ya Ukristo. Tuachie msamaha kwa watu. Ya mitume walisamehe, ndio maana wako mbinguni. Walikuwa watu wa msamaha, hawakuchukua vinyongo, hawakuishi kwa visasi. Na Baba Francis alisema, fikiria hasira na chuki ni kama kunywa sumu na kutarajia mtu mwingine afe. Ni kama umetega sumu ya panya, alafu usiku na mtu unaenda kuila wewe, unategemea panya watakufa. Hamna, utakufa wewe. Hiyo ndio chuki na hasira. Kwa hiyo mwenye chuki inamuumiza yeye, mwenye hasira inamwangamiza yeye. Ndio maana kuna kanga za kina mama wanavaa zimeandikwa chuki umchoma anayeitunza. Anayetunza ndiye inayemwangamiza. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wapendwa, chuki ni gereza, linakuwekea mipaka. Halina nondo, halina kuta, lakini upo kwenye gereza, linakuwekea mipaka. Huwezi ukamtembelea mtu, huwezi ukamsalimia, akifiwa uende kwake, inakuwekea mipaka. Jirani hamsalimiani, majirani hamwazimani moto. Ukitaka moto mpaka uvuke nyumba 5 ndio kaazime moto. Ukifika kwako umezimika, unarudi tena kwa lazima. Kwa hiyo unazurura kwa lazima moto, kisa chuki. Kisa mmewekeana mipaka na jirani yako kwa sababu ya chuki. Hiyo yote ni chuki. Na Martin Luther King Jr. alisema, chuki ni mzigo mzito au bebeki. Sasa kwa nini ujibebeshe kichwa chako mzigo wa chuki? Niombe tutue mzigo wa chuki. Na ukisoma kitabu cha Mithali 10:12 anasema, chuki huamsha fitina, bali upendo usitiri makosa. Mtu ukimpenda, hata makosa yake unayaficha, unamalizana kimya kimya. Huyo unampenda, lakini penye chuki kuna fitina. Na penye fitina, pakishakuwa na fitina, zao la fitina ni uongo. Ukishakuwa na fitina, kinachofuata ni uongo. Kwa hiyo fitina inatunga uongo. Kwa hiyo hilo ni gereza. Niombe Mungu siku ya leo kama maombezi ya Mtakatifu Yakobo afungue magereza ya chuki. Afungue magereza ya chuki katika kila moyo wa mmoja wetu. Afungue magereza ya fitina. Afungue magereza ya uchonganishi. Afungue magereza ya usengenyaji. Afungue magereza ya uongo na umbea. Hicho ndicho nawaombea leo katika kwa maombezi ya Mtakatifu Yakobo mtume, somo wa parokia yetu. Nelson Mandela alifungwa gerezani miaka 27. Alipotoka akapiga hatua 2 mbele, akageuka nyuma, akasema, nisipowasamehe walionifunga miaka 27 nitakuwa huru, lakini nitakuwa katika gereza la chuki. Akageuka nyuma akasema nimewasamehe, akaendelea na shughuli zake. Akawasamehe waliomfunga miaka 27. Akasema japokuwa nitakuwa huru, lakini nitakuwa katika gereza la chuki. Akawasamehe. Na alipokuwa rais, mmoja wa wale askari waliomlinda gerezani akamwambia, bwana, unidhibiti vizuri kule gerezani, sikuweza kutoroka. Inaonekana wewe ni mlinzi mzuri sana. Sasa njoo, nimekuwa rais, njoo unilinde. Akamfanya mlinzi wake.
Hapo kusema ulinidhibiti vizuri, kwa ulinidhibiti vibaya moja nikuwajibisha, hapana. Akamchukua akasema ulinidhibiti vizuri, kwa hiyo inamaanisha hata Ikulu itakuwa salama. Akamchukua akamfanya mlinzi wake. Askari mmoja kule gerezani, alipokuwa gerezani, siku moja akamtendea makozi kwenye chakula, mate. Kwa sababu alikuwa na njaa, hakuwa na namna akala. Lakini alipokuwa rais akamkumbuka, akamuita Ikulu. Si kumuuliza ulimtendea mate, hapana. Akamwandalia chakula, akamwambia njoo uone waungwana wanavyokula. Akamkaribisha, akamhudumia. Huyo Nelson Mandela, labda angekuwa Mkatoliki, labda angekuwa mtakatifu. Nelson Mandela, moyo wa kusamehe. Niombe sana tuige, kusamehe inawezekana. Kuna walioweza, kwa nini sisi tushindwe? Niombe sana tuwe na moyo wa kusamehe. Mtakatifu Josephina Bakita, huyu aliuzwa akawa mtumwa. Alizaliwa Darfur, Sudani ya Kusini. Alipouzwa, yule aliyemnunua akamchanja chale 134 katika mwili wake. Na katika kila chale akaweka chumvi ili apate maumivu makali. Baadaye bwana mwingine akamnunua, akampeleka kwa shirika la Wakanosa. Wale masista wa Wakanosa wakambatiza, akawa Mkristo, akawa sister, akawa mtawa. Na sasa hivi tunataka kuongezea akawa mtakatifu. Sasa siku moja akasema, na nukuu, ningekutana na walioniuza, ningewapigia magoti na kubusu mikono yao. Wasingeniuza mimi nisingekuwa Mkristo, nisingekuwa Mkatoliki, nisingekuwa sister, nisingekuwa mtawa. Na tunaweza kuongezea asingekuwa mtakatifu. Huyu ni Josephina Bakita, akawa na moyo wa kusamehe. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo kisasi bora ni kusamehe. Kisasi bora ni kusamehe. Na Yesu Kristo msalabani akasema, Baba uwasamehe waliomtukana, ile kamati ya fitina, kamati ya mizengo, wote akawasamehe. Waliomchongea wote akasamehe. Naomba na sisi tuache chuki, tuwe watu wa msamaha. Ndio gharama ya upendo tunaojifunza siku ya leo kwa maombezi ya Mtakatifu Yakobo. Tuwe watu wa msamaha, tuwe na moyo wa msamaha. Na msamaha utoke moyoni. Mtu mwingine anaweza kukaa kwenye upatanishi akasema nimemsamehe lakini ngoja utanikoma. Huo sio msamaha. Msamaha utoke moyoni. Niombe sana. Tukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 2:9 anasema, yeye asemaye kwamba yu katika nuru naye anamchukia ndugu yake yu katika giza hata sasa. Kwa hiyo niombe sana, ukimchukia mtu upo katika giza. Ukimchukia mtu upo katika gereza la giza, gereza la chuki. Niombe sana, tokeni kwenye hayo magereza ya chuki, magereza ya giza. Kaeni katika nuru. Unaweza ukakuta mtu uso umekunjamana, ukafikiri amezeeka, kumbe kisa ni chuki. Mtu amekunjamana uso, chuki inakufanya unakuwa mzee kabla ya muda wako. Kwa sababu muda wote chuki inakuchoma, na ukiwa unachomwa lazima ukunje uso. Kwa hiyo uso lazima ukunjamane, lazima uwe mzee kabla ya muda. Kwa hiyo ili kubaki kijana, epuka chuki. Epuka chuki, ubaki kijana. Amina. Hiyo ni gharama ya kwanza. Gharama ya pili ya Ukristo ni kupiga magoti. Kupiga magoti. Tukisoma katika Biblia, Mtakatifu Stefano wakati wanampiga mawe, yeye alipiga magoti na kuwaombea maadui zake. Alipiga magoti. Na Mtakatifu Agustino anasema hivi, kama Stefano asingeomba, kanisa lisingekuwa na Paulo. Kwa katika maisha kuna watu ambao hawatakusaidia. Kuna watu ambao hawatakusaidia, ni washauri duni. Ni washauri duni, wanapokuja kwako wanakucheki unaenda kwa ndege Nesa au bado uko huko. Ndio anakuja kumsalimia mgonjwa. Watu kama hao hawahitaji. Kwa hiyo katika maisha wakati mwingine tunahitaji waombezi. Uhitaji mtu anayekuja kukutembelea na kusema kwa maradhi haya atoki tena kitarani mwake. Hauhitaji watu kama hao. Unahitaji waombezi. Kwa hiyo niombe sana katika maisha. Na maisha anapenda kuambia kwamba asiyekupenda kaa mbali naye. Asiyekupenda kaa mbali naye. Asiyekupenda hakupendi tu. Asiyekupenda hakupendi tu. Ndio maana anasema kinachomuua mbwa kinaanzia kwenye pua. Atakaye kusaliti anaanza na urafiki. Kwa hiyo niombe sana, asiyekupenda kaa mbali naye. Kwa sababu gani? Hata kusingizia, hata kupakazia. Kwa hiyo kaa mbali naye. Asiyekupenda hakupendi tu. Hata ukitembea kwenye tope atasema unatimua vumbi kwa sababu hakupendi. Kwa hiyo niombe sana katika maisha unahitaji waombezi. Unahitaji watu wa kupigia magoti, wakuombee kwa Mungu. Watu watakaolia kwa ajili yako, si watu wa kukucheka. Si watu wa kusema umekonda mithili ya sindano. Hapana, hauhitaji watu kama hao katika maisha. Unahitaji waombezi, unahitaji watu wa kukulilia, unahitaji watu wa kupigia magoti. Kwa hiyo maombezi ni upendo uliopiga magoti.
Kuna askofu mmoja alisema ni vigumu kupoteza mwelekeo ukiwa umepiga magoti. Alisema ni vigumu kupoteza mwelekeo ukiwa umepiga magoti. Sasa katika maisha ukianza kusikia wanasema fulani amepoteza mwelekeo, piga magoti. Ukianza kusema wanasema umepoteza mwelekeo, piga magoti. Huwezi poteza mwelekeo ukiwa umepiga magoti. Kwa hiyo niwaombe sana katika maisha, ni watoto wako piga magoti, ni wazazi wako piga magoti. Niombe sana tujifunze kupiga magoti na kuomba na kusali. Niliwahi kuuza watoto mahali fulani, nikawauliza nani atakayevikwa taji kubwa mbinguni. Kamoja akasema father, mimi najua. Nikamwambia yeye tuambie. Akasema ni mwenye kichwa kikubwa, kwa sababu lazima kitahitaji taji kubwa. Nikamwambia hapana, atakayevikwa taji kubwa ni mwenye moyo mkubwa. Kwa hiyo niwaombe katika maisha, ndugu zangu wapendwa, kuweni na moyo mkubwa. Kila mtu ajitahidi kuwa na moyo mkubwa, moyo wa kupiga magoti kwa ajili ya wengine, moyo wa kuwaombea wengine hata maadui zako. Sali ombea hata maadui zako. Gharama ya tatu ni upendo. Gharama ya tatu ya Ukristo ni upendo. Jibu la chuki ni upendo. Jibu la chuki ni upendo. Yesu msalabani alisema, Baba uwasamehe kwani hawajui watendalo. Katika sala ya Baba yetu tuna maombi 7. Tuna maombi 7 katika sala ya Baba. Sasa maombi 6 hayana sharti. Ni ombi moja tu ambalo lina sharti. Ombi la kwanza, jina lako litukuzwe, hamna sharti. Ufalme wako ufike, hamna sharti. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, hamna sharti. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, hamna sharti. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, hapo kuna sharti. Usitutie mishawishini, hamna sharti. Utuokoe maovuni, hamna sharti. Hiyo katika maombi haya yote 7 ni ombi moja tu ambalo lina sharti. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Hapo kuna sharti. Kwa hiyo sharti la kusamehewa ni kusamehe. Sharti la kusamehewa ni kusamehe. Kwa hiyo ni lazima katika maisha tusamehe. Tujifunze kuwatendea wenzetu mambo mazuri. Kawaida mwizi akipigwa analalamika, sio? Lakini akija usipotoa pesa anamfanyaje? Na anakushughulikia. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Tujifunze kuwatendea wenzetu yale mema ambayo na sisi tunapenda watutendee. Kwa hiyo niombe sana, hii Yesu ametufundisha ili iwe sala. Baba uwasamehe. Niombe sana hii iwe sala kwetu. Kila mara tunapotendea wale wanaotukosea, waliotendea mabaya, iwe sala. Baba uwasamehe kwani hawajui watendao. Iwe sala kwetu. Tunaposali sala zetu, ziwe za asubuhi, za mchana, za jioni, tusiache kuweka hiyo sala ya kuwasamehe waliotukosea. Ya kusema Baba uwasamehe waliotukosea, ili usilale na chuki, ili usikae na kinyongo. Tuombe sana hivyo. Na tusali kwa moyo kweli, tutapata furaha na amani. Tukisali kwa moyo tutapata furaha na amani. Kuna mzee mmoja alitoa fotokopi ya sala za usiku, akawa amezibandika kwenye ukuta. Sasa ikifika wakati wa kulala anajiangalia, sema sasa hapa ni sali tena. Naambia Mungu kama kawa kwenye ukuta hapo soma. Sala zetu ziko hapo kama kawaida. Sasa Mungu amjui kama kawa, natakiwa tusali kwa moyo. Natakiwa tusali kwa moyo. Usio kumwambia Mungu Bwana baba yetu ni kama ya jana tu. Kwa hiyo ile ya jana hamna haja ya kusali leo, hapana. Natakiwa kusali kweli kwa moyo. Na tukisali kwa moyo Mungu atatusikia. Mungu atatusikia na atajibu sala zetu. Yesu anatufundisha iwe sala. Niombe sana iwe sala kwetu. Gharama ya 4 ya Ukristo ni imani. Gharama ya 4 ya Ukristo ni imani. Ngoja niwaambie jambo moja katika maisha. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, wewe amini. Ukitaka kufanikiwa katika maisha, wewe amini. Surrender. Surrender. Nikabidhi kwa Mungu. Niwaombe sana sana, katika shida, katika matatizo, wewe nikabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ukiwa katika shida, jitahidi jikabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Una shida, jikabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ni mabinti wako hawajaolewa, wakasihangaike nao, utawaweza. Wakabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ni vijana wako hawana kazi, ukiwatafutia hangaika mwenyewe, utaweza. Wakabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ni mme wako haeleweki, ukihangaika naye mzee utamweza. Ukimbizana naye utamweza. Wewe piga magoti, mkabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ni mke wako haeleweki, mkabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Kwa hiyo surrender. Naomba leo tuongee mpaka Kiingereza. Tuseme wote surrender. Surrender. Kwa hiyo niombe sana tujikabidhi kwa Mungu, yeye atatenda. Ukiwa na shida jikabidhi mikononi kwa Mungu, yeye atatenda.
Gharama nyingine ya Ukristo ni gharama yenyewe. Gharama yenyewe. Baada ya kusema yote, panahitajika gharama. Kumfuata Kristo kuna gharama yake. Ndio maana tumekuja hapa kanisani, kuna gharama. Hapa tumesikia kwaya inaimba, ili kwaya iende vizuri kuna gharama zake. Walikuwa wanakesha hapa kufanya mazoezi, ni gharama. Wanavaa nguo wamependeza. Naomba wanakwaya wasimame tuwaone. Nashukuru wote wanasali, naomba tuwapongeze, wamependeza. Kwa hiyo ili kupendeza hivi kuna nini? Gharama, si bure, ni bure, alishaaga dunia. Kwa hiyo ili kupendeza hivi kuna gharama. Kwa hiyo niombe sana, kuna gharama. Ukristo ni gharama. Tunapokuja saa nyingine tunatoa sadaka, ni sehemu ya ibada, tunapata baraka na neema, ni sehemu ya kumwabudu, lakini ibada ni gharama. Kwa sababu gani? Kuna hostia, kuna vyetezo, kuna vitu vya tarehe. Juzi nimenunua chetezo kipya, nikaribia 700 na nienda 800. Kimoja tu. Ni gharama. Kwa hiyo ibada yoyote ile ni gharama. Kuna mavazi ni gharama. Kwa hiyo hakuna kitu cha bure. Kumwabudu Mungu ni gharama. Na maisha yote yale ni gharama. Ukitaka vizuri, weka gharama. Hakuna kizuri cha bure. Ukitaka kupendeza, kuvaa nguo yako imekaa mkono kulia kushoto, weka gharama. Lazima gharama. Ya bure aliaga dunia. Unajua zamani nilikuwa siku nilisimuliwa. Siku hizi tunajivunia sana kina mama, mtanisamehe. Siku hizi kuna saluni. Unaenda hapo dakika 2 unatoka tofauti. Lakini zamani saluni zilikuwa hazipo. Of course kweli shukrani Mungu saluni zipo. Lakini zamani walikuwa wanatengeneza nywele na wanapendeza. Sasa walikuwa wanafanyaje? Na nilisimuliwa sisi sikuwepo. Walikuwa wanachukua kipande cha chungu. Wanakichoma, kikipata moto wanakubandika kichwani. Si unataka urembo bwana? Basi kaa ubandikwe kipande cha chungu. Unataka kupendeza, basi kaa ubandikwe kipande cha chungu. Unataka kuwa vizuri, basi kaa ubandikwe kipande cha chungu. Ndio watu wanatengeneza nywele. Kwa hiyo ni gharama, ndio maana ikaja msemo kwamba cha bure alishaaga dunia. Kwa hiyo unataka urembo ni gharama. Kwa hiyo siku hizi nafuu na saluni huumii. Lakini labda wale wazee zamani walipitia huko, wanajua walikuwa wanabandikwa vipande vya chungu ilikuwa inaumiza. Kwa hiyo kuna gharama na maisha kuna gharama. Kwa hiyo sana kuna gharama. Maisha kumfuata Kristo kuna gharama. Kuna chura alipigwa teke, akadondokea mita moja mbele. Akasema kweli nimepiga hatua lakini inaumiza. Nimeenda mbele lakini inaumiza. Kwa hiyo amepiga hatua lakini inafanyaje? Inaumiza. Sasa katika maisha yetu ya kawaida unapopiga hatua lazima kuna maumivu, kuna gharama, kuna maumivu, lakini kati ya yote lazima kuvumilia. Kwa hiyo maisha ni gharama. Naomba mlichukue hilo. Mlichukue hilo na mwisho kwamba maisha ni gharama. Kila mtu alibebe hilo na atembee nalo. Kila mtu alibebe hilo na atembee nalo. Tunataka nyumba nzuri ya mapadri, ni gharama. Lazima utaumia. Haiwezi kushuka toka mbinguni, lazima utaumia. Tunataka parokia, tumekuwa parokia, ni gharama. Kwa hiyo ni gharama, kila kitu ni gharama. Kwa hiyo naomba sana Wakristo wangu wapendwa, mlijue hilo. Na mlijebe kwamba Ukristo ni gharama. Piga huo garagaza, Ukristo una gharama zake. Ukristo una gharama. Na tukijua hilo kwamba Ukristo ni gharama, ni lazima kujitoa. Ni lazima kujitoa, ni lazima kuwa wakarimu. Na hapa ningependa tujifunze kidogo nguvu ya ukarimu. Nguvu ya ukarimu. Tukisoma Matendo 20:35 anasema asiyepoteza haokoti. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo unaposoma hii anasema ni heri kutoa kuliko kupokea, na Mungu ameficha siri ya mafanikio katika kutoa. Asiyepoteza haokoti. Ndio siri ya mafanikio. Asiyepoteza haokoti. Mwanafunzi akipoteza muda wake anasoma usiku, baadaye mtihani unakuja anaokota A, anapata max. Asipopoteza muda wake ataokota yai, atakula O. Kwa hiyo asiyepoteza haokoti. Wakulima, ukipoteza bakuli la mahindi shambani, ukienda kuvuna unavuna madebe. Usipopoteza hauokoti, usipopanda hauokoti. Kwa hiyo asiyepoteza haokoti. Ukipanda debe ni kama umepoteza, lakini baadaye unaokota magunia. Asiyepoteza haokoti. Na ukija hapo unatoa mchango wako, sadaka yako, ni kama umepoteza, lakini unaokota neema, unaokota baraka, unaokota mafanikio, unaokota ulinzi wa Mungu. Asiyepoteza haokoti. Hiyo ndio siri ya mafanikio. Niombe sana Wakristo mjue hilo. Na lingine, kutoa ni kuwekeza mbinguni. Kutoa ni kuweka hazina mbinguni. Kuna bwana mmoja alikuwa tajiri sana.
Sasa alipofika mbinguni wakawa wanamuonyesha nyumba. Alikuwa tajiri mno na alikuwa na wafanyakazi wengi. Akapita kwenye nyumba kubwa sana, akasema, "Mbona malaika unapita hii nyumba yangu hii?" Akasema, "Hapana, wewe twende." Akafika akakuta nyingine, akasema, "Hii imefanana na yangu kabisa niliokuwa naishi kule duniani. Hii na hisi itakuwa yangu." Akamwambia, "Hapana, hii ya mfanyakazi wao, hii ya mfanyakazi wako." Akasema, "Kama mfanyakazi ana nyumba nzuri kama hii, ya kwangu itakuwa nzuri zaidi." Kufika mbele akakuta kanyumba kanyasi, malaika akamwambia, "Sasa hii ndio saizi yako." Akamwambia malaika, "Kulikoni? Haiwezekani. Mbona mfanyakazi wangu ana nyumba nzuri zaidi?" Akamwambia, "Umepewa nyumba kulingana na material uliotuma mbinguni. Wewe ulituma nyasi, tumekujengea nyumba ya nyasi. Mfanyakazi wako alituma tofali, nondo, tumemjengea nyumba nzuri. Kwa hiyo naomba sana, tuma material nzuri mbinguni. Usitume nyasi." Niombe sana usitume nini? Nyasi. Tuma tofali, tuma nondo, ili ukifika ukute nyumba nzuri. Usije ukaenda ukakuta kinyumba cha nyasi. Kwa hiyo sana, tuma tofali, tuma nondo. Sasa unajua unatumaje nyasi? Labda wengine hawajui unatumaje nyasi. Ukisikia mtu unajua unaanza kufanyaje kutuma nyasi? Ukisikia mtu anasema niseme una hela ndogo hapo ya sadaka. Unajua tayari unaanza kutuma nyasi hivi. Kwa hiyo naomba sana usitume nyasi. Kwa sababu gani? Ukimpa Mungu change na yeye anakurudishia change. Mpe Mungu kwa mkono wako, akurudishie kwa mkono wake. Ukimpa change na yeye anakupa change. Kwa hiyo naomba sana, jitahidi sana, tuma material nzuri. Kwa sababu gani? Ikitokea siku Mungu akasema sadaka zako ndio matumizi yako mbinguni, kuna watu hata wiki hawatatoboa. Watakufa njaa. Kwa hiyo naomba sana, ili asikukute usije ukafa njaa, kuwekeza mbinguni. Kuwekeza mbinguni ili usije ukafa njaa, wekeza mbinguni. Jambo lingine, kutoa ni tiba. Sijui kama mnalijua hili. Kutoa ni tiba. Na haya si maneno yangu. Tunasoma katika nabii Isaya 58:7 mpaka 8, anasema, "Je, si kuwagaia wenye njaa chakula chako na kuwaletea maskini waliotupwa nje ya nyumba yako? Umeonapo mtu aliye uchi mvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi na afya yako itarejea mara." Ukisaidia mtu afya yako inarejea. Kwa hiyo kutoa ni tiba. Nilisoma kitabu kimoja kimeandikwa Stop Worrying and Start Living. Ni kitabu ambacho kinamuelezea John Rockefeller. Huyu alikuwa ni tajiri mkubwa sana. Alizaliwa mwaka 1839 na akaaga dunia mwaka 1937. Akiwa tu na umri wa miaka 33 alikuwa na utajiri wa dola milioni 1. Akiwa na miaka 33, huo ni mwaka 1872. Ana utajiri huo. Na alipofika mwaka na miaka 43 alikuwa anamiliki kampuni ya mafuta inaitwa Standard Oil Company. Ana miaka 43. Lakini kwa bahati mbaya akiwa na miaka 53 mambo yake yakaharibika. Afya yake ikaanza kudorora, nywele zake zikadhoofika, zikaanza kunyonyoka. Afya yake ikayumba, nywele zikapukutika, basi nywele zikaisha kichwani, afya yake ikayumba. Sasa hapo zamani kulikuwa hamna utaalamu kama siku hizi. Siku hizi hata kama mtu una upara unaweza ukaenda ukapandikiza zikaota mpya. Sasa zamani kulikuwa hamna, zikiondoka zimeondoka. Wao wenye upara msijali, dawa yenu ipo. Unaweza kwenda kupandikiza zikaota mpya. Lakini zamani kulikuwa hakuna. Alipoenda kwa daktari, daktari akamwambia, "Ugonjwa ulionao dawa yake, utafute akina mama waliojifungua kati ya mwezi wa kwanza mpaka wa 6. Uwaombe unyonye yale maziwa." Kwa sababu gani? Yana virutubisho ambavyo vinasaidia watoto nywele kukua. Kwa hiyo na wewe ukiyanyonya nywele zako zitafanyaje? Zitakuwa. Sasa alikuwa na miaka 53 utaendaje ukaanzaje? Kwa hiyo ikawa shughuli pevu. Ikawa kazi pevu kweli kweli. Akaona sasa hapa ni kufa tu umebaki. Lakini baadaye akamwendea mchungaji. Akamweleza ilivyokuwa. Mchungaji akamwambia, "Kwa hali hii utakufa, lakini ninachokuomba fanya jambo moja. Anza kutoa, uone Mungu atakavyokutendea." Akamwambia, "Anza kutoa, uone Mungu atakavyokubariki." Sasa baadaye akaanza kutoa, akamwambia, "Toa, lakini endelea kufuata madaktari na ushauri, lakini usiache kutoa." John Rockefeller akatengeneza foundation inaitwa John Rockefeller Foundation. Taasisi kubwa sana. Akaanza kusaidia watu, akatoa. Mpaka watu wakasema hajawahi kupata mtu mtoaji kama huyu. Baadaye nywele zake zikaanza kuota. Mambo yake yakabadilika. Afya yake ikawa nzuri. Ilibidi afe na miaka 53 lakini alikufa na miaka 98. Makofi kwa Mungu. Akafa na miaka 98.
na ilikuwa hata na miaka 53. Siri kutoa. Kwa hiyo kutoa ni tiba. Kutoa ni tiba. Sasa sisemi ukiugua malaria utoe usiende hospitalini, hapana. Nenda hospitalini lakini usiache kutoa. Kutoa ni tiba. Inaitwa giving therapy. Kwa hiyo niombe sana tujifunze kutoa. Na jambo lingine, upungukiwi kwa kutoa. Hakuna aliyewahi kufilisika kwa kutoa. Ukipata toa, ukibarikiwa bariki. Ng'ombe asipotoa maziwa anaumwa. Anaumwa kabisa, ugonjwa, anaumwa. Haumii tu lakini anaumwa ugonjwa wa kutotoa maziwa. Sasa na wewe usipotoa unaumwa. Una ugonjwa ambao unaitwa ugonjwa wa ubaili. Labda madaktari wataambia kama una tiba hospitalini, hauna tiba hospitalini. Tiba yake ni kutoa. Kwa hiyo omba Mungu usipate ugonjwa wa ubaili, mpone. Kwa hiyo ukibarikiwa bariki. Kwa sababu mti hauli matunda yake, mto hauli maji yake. Niombe sana nguvu ya ukarimu. Nguvu ya ukarimu. Kuna baba mmoja alimwendea padri akamwambia, "Father, naomba niombee. Nilipokuwa napata 500,000 kwa mwezi nilikuwa natoa zaka, natoa sadaka. Lakini sasa napata 1,000,000, sina moyo wa kutoa. Father, naomba niombee." Padri akamwambia, "Sasa naomba nikuombee sasa hivi, tuombe pamoja ili sana iwe na nguvu. Piga magoti nikuombee." Paroko akaanza sala yake. "Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa huyo mtumishi wako. Alipokuwa anapata 500,000 alikuwa na moyo wa kutoa. Sasa ana 1,000,000 hana moyo wa kutoa. Mwenyezi Mungu, naomba rudisha kipato chake kwenye 500,000 ili moyo wake wa kutoa urudi pale pale." Bwana akasema, "Stop, ufanye sala gani hiyo unaniombea?" Sasa ukarimu. Kwa hiyo niombe sana tujifunze sana ukarimu. Kwa sababu gani? Vyote tulivyo navyo ni vya Mungu na Mungu ana haja navyo. Unavyomiliki Bwana ana haja navyo. Ni sadaka yako, Bwana ana haja nayo. Ni zaka yako, Bwana ana haja nayo. Ni mchango wako, Bwana ana haja nayo. Niombe sana katika maisha tujifunze kutoa, kwani hatupungukiwi kwa kutoa. Gharama ya 7 ni muda. Gharama ya 7 ni muda. Na Waswahili wanasema muda ni msafiri. Zamani walikuwa wanasema, kuna msemo ulikuwa unasema survival of the fittest. Yaani maanake wale wenye nguvu ndio watakaoishi, walio fit ndio watakaoishi. Lakini siku hizi umebadilika, wanasema survival of the fastest. Yaani waliokuwa haraka ndio watakaoishi. Wale wanaozembea utafika utakuta chelewa, utakuta mwana si wako. Kwa hiyo siku hizi wanajifunza kufanya mambo kwa wakati na kwa haraka. Siku moja Sungura na Kobe walikuwa mashindano ya kukimbia. Sungura akasema, "Sasa hizi dharau hizi, unanishindanisha na Kobe. Mbio gani hizi? Mimi mbio zangu nanishindanisha na Kobe. Dharau hizi zimezidi." Sungura akasema, "Kwanza mimi nitalala. Pigeni filimbi, yeye akimbie tu, mimi nitaamka baadaye, nitamkuta hajafika mbali. Kwa hiyo nitampita tu. Mimi naenda kulala kwanza. Yeye pigeni filimbi, mimi naenda kupumzika." Basi akaenda kulala, filimbi ikapigwa, yeye Sungura amelala. Kobe akaanza mdogo. Yeye Sungura anavuta mpaka akasema, "Nipeni na mtu nilale vizuri. Msiletee dharau, mimi siwezi kushindana na Kobe." Akaendelea ndogo, Kobe anaendelea kusogea mpaka inafika pointi, Kobe karibia anamaliza, ndio Sungura anaamka. Anaanza kukimbia, anajitahidi, anakazana wapi? Anakazana, Kobe alibaki pointi amalize. Sungura anakazana, mstari ni mrefu, anakazana afiki, anaruka afiki. Baadaye filimbi ikapigwa, Kobe ameshinda. Sasa huyu Sungura alishindwa kwa sababu gani? Amelala. Amelala, ameamua kulala, akasema ngoja nilale kidogo. Kwa hiyo katika maisha, ili kwenda na wakati, ili kufanikiwa, ni lazima kufanya mambo kwa wakati. Ni lazima kufanya mambo kwa wakati, tusilale. Ukilala utachelewa. Niombe sana, maisha ni muda, usipoteze muda. Wengine wanalala, unashindana na maiti kulala. Sasa maiti haiamki tena, ile imelala na bosi ndani nayo. Kwa hiyo niombe sana katika maisha, ili kufanikiwa ni lazima tujifunze kufanya mambo kwa wakati. So muda ni msafiri, ukienda au rudi. Jana imeenda hairudi. Kwa hiyo niombe sana, kama kuna jambo zuri la kufanya, wakati ni sasa. Niombe sana na sisi kama parokia tusiwe kama Sungura, sasa tukalala kidogo. Tusilale kwanza tukasema tutaamka baadaye, hapana. Kama ni mbio filimbi imepigwa, tuanze kukimbia. Tusilale kwanza tuseme tutakimbia baadaye, hapana. Niombe sana tusilale, tukaze mwendo na tutafika, Mungu atatusaidia. Gharama ya mwisho ambayo ningependa kuiongelea siku ya leo, gharama ya mwisho kabisa kwa siku ya leo ni uvumilivu. Uvumilivu. Ndio maana Injili inasema, Mathayo 10:22 anasema,
lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Huyu mtume Yakobo, licha ya mateso, mahangaiko, alivumilia mpaka mwisho, akawa mtakatifu. Lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Uvumilivu una malipo. Niombe sana katika maisha tujitahidi kuvumilia. Tujitahidi kuvumilia. Wengine wanasema kanisa hili mchango imezidi sana, anaamua kuhamia kwa mganga. Kwa mganga ambapo anaona ni afadhali, anapeleka kondoo mnene na alalamiki. Kondoo shilingi ngapi? Wale wanaopelekaga labda watatupa uzoefu baadaye. Kwa hiyo anapeleka kondoo mnene na alalamiki. Kwa sababu gani? Hakuna mganga wa kienyeji anasema niletee fungu mbili za mchicha, hayupo. Hamna anayesema niletee kilo mbili za dagaa nyama, hakuna. Anasema niletee kondoo mnene. Na kupeleka kaliko konda anarudisha nako, anasema hata mizimu hawakitaki hapa. Kwa hiyo anarudisha nako kalete aliyenona. Lakini huko alalamiki. Kwenye kukanyaga mafuta mtu anapeleka bahasha iliyonona na alalamiki. Lakini unamwambia mtu zaka shilingi 2000 analalamika, anasema michango mingi. Niombe sana mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Niombe sana katika masuala ya imani, wa Kristo wangu, muwe wavumilivu. Katika masuala ya imani muwe wavumilivu. Na ndoa pia inahitaji uvumilivu. Hata katika maisha ya familia yote yanahitaji uvumilivu, kuvumiliana. Kuvumiliana. Niombe sana uvumilivu. Uvumilivu katika maisha, tunahitaji uvumilivu. Na nirudie kwa kusema kwamba tunahitaji mambo mazuri, na mambo mazuri yana gharama. Na thamani yako niombe sana katika maisha yetu. Tukitambua kwamba tumenunuliwa kwa gharama kubwa, gharama ya damu, mtu asikudharau. Mtu asikudharau kwa sababu umeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu asikudharau. Na Yesu alizaliwa na kufa msalabani kwa ajili yetu. Kwa hiyo una thamani kubwa, unapendwa. Ndio maana Biblia inasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Biblia haisemi jinsi hii Mungu aliwapenda Wayahudi, hapana. Inasema jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, Tanzania ikiwemo, Muheza ikiwemo, Misoso ikiwemo, na wewe ukiwemo. Kwa hiyo jinsi hii Mungu aliupenda. Kwa hiyo unapendwa. Hata dunia nzima ikuchukie, jua kwamba Mungu anakupenda. Watu wote wakuchukie, jua kwamba Mungu anakupenda na una thamani kubwa mbele za Mungu. Una thamani machoni pa Mungu. Kwa hiyo naomba sana, jithamini, jipende. Jithamini, jipende, ukijua kwamba unapendwa na umenunuliwa kwa damu, kwa thamani kubwa. Ni wa thamani kubwa. Hatuna deni. Yesu ametulipia deni la dhambi, kwa hiyo tutembee kwa kujiamini. Nimalizie kwa mfano wa mwisho. Siku moja mbuzi, mbwa na kondoo walitoka kitchen party. Sasa pia nani sikulizia vizuri. Tutaulizia baadaye. Walitoka kitchen party mahali. Sasa walipopanda gari, mbuzi akafika alipotakiwa kwenye kituo chake, akachoropoka, hakulipa nauli, akaishia zake. Kondoo alipofika kwenye kituo chake, akalipa nauli yake, wakampa change, akarudi zake, akashuka. Mbwa alipofika akalipa nauli, wakakumbuka kuna rafiki yako mbuzi alikimbia kulipa nauli. Kwa hiyo mbwa alipolipa, wakakata na ya mbuzi, hawakumpa change, wakakata zote bila ya mbuzi. Ndio maana siku hizi gari, wale ambao wanatembea na magari, gari likikutana na mbuzi njiani, mbuzi anakimbia kwa sababu anajua sasa akakumbuka nauli yangu na daiwa hakulipa. Kwa hiyo mbuzi anakimbia gari kwa sababu hakulipa nauli. Kondoo ukimkuta na gari akimbii, hana wasiwasi. Atatembea taratibu mpaka amalize kupita, hana haraka, umpigie honi akimbii. Kwa sababu gani? Amelipa nauli yake. Mbwa akikutana na gari anakimbilia, anataka kulingana kwa sababu anadai change yake. Halilipa, wakakata na ya mbuzi, kwa hiyo anadai change yake. Kwa ndio maana mbwa anakimbilia gari. Kwa hiyo niombe sana. Sasa sisi si mbuzi wala si mbwa. Sisi ni kondoo ambao Kristo amelipa deni letu. Kwa hiyo tutembee kwa kujiamini, hatudaiwi. Yesu amelipa deni la dhambi zetu, tutembee kwa kujiamini. Tumekuwa parokia, si parokia tarajiwa tena, si teule, tutembee kwa kujiamini kama kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wapendwa, kuna msemo unasema moyo mweupe lakini moyo mweusi. Niwaombe sana, Mungu anatazama moyo, hatazami meno. Mpenzi wako, mchumba wako ndiye anatazama meno,
lakini Mungu anatazama moyo. Niwaombe sana ndugu zangu wapendwa, muwe na moyo mweupe. Muwe na moyo mweupe kwa maombezi ya Mtakatifu Yakobo, muwe na moyo safi. Muwe wa Kristo special, wa Kristo wenye moyo wa utoaji, wavumilivu na wenye matumaini. Mkijua kwamba maisha ni gharama na asiyepoteza Asanteni sana watu wa Mungu, asanteni watu special. Niwatakie siku njema.